Metropolitan Mark Haviland, Bishop of Tanzania Elibariki Kuta, Bishop Mwamakula, Bishop Maloda, Father Dr. Jonathan Fogin, Father Caesar Freeman, wapendwa wenzangu katika Bwana na wageni waalikwa. Maneno ya Zaburi ya 118 mstari wa 24 mpaka 25 unasema, siku hii ndiyo aliyofanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Bwana utuokoe, twakusii. Bwana utufanikishe, twakusii. Leo ni siku kubwa katika historia ya kanisa letu la kumweka kitini baba askofu wetu wa kwanza Bishop Elibariki Kuta. Ninawashukuru sana Wakristo wenzangu na watu wote wenye mapenzi mema kwa moyo wa uvumilivu mkubwa mliokuwa nao kusubiri na kuitayarisha siku ya leo. Hayawi. Nipo mbele yenu mimi mama askofu wenu wa Tanzania, ambaye pia ni msimamizi wa jumuiya ya kina mama inayoitwa EWA. Inaitwaje? Ambayo ni Episcopal Women Association. Pia kwa neema ya Mungu nina kofia nyingine ya kuwa mkurugenzi wa taasisi ya EAR au Sikio, ambayo ni ya Episcopal Anglican Relief. Nianze na EWA kwanza. Jumuiya hii inajumuisha wanawake wote kuanzia umri wa miaka 30 mpaka 60 ndani ya kanisa letu. Najua wengi mtajiuliza kwa nini miaka 30. Huu umri ni ambao katika tumefikiria ni wakati mzuri wa mwanamke kuingia katika jumuiya yetu. Tumefikiria kabla ya hapo kuna jumuiya ya vijana, na tukaangalia vijana, wastani wa kijana kumaliza elimu ya juu ni kama miaka 25, na hapo akiwa amefanya mchakato vizuri kwenda kwa hatua. Na tukafikiria miaka 25 ikiongeza tena 5, huyu kijana anaweza akawa na msaada mkubwa sana katika jumuiya ya vijana. Jumuiya ya vijana bado inamhitaji mpaka atakapofikisha miaka 30. Basi ndio maana tukasema mwanamke yoyote kuanzia miaka 30 mpaka 60. Lakini ukiona kwamba mimi ninawiwa kuingia EWA na sio katika jumuiya ya vijana, bado unakaribishwa sana. Katika umri huu wa miaka 30, na mimi nikiwa kama mama askofu ambaye ndio mlezi, nitahakikisha nasimamia katiba yetu katika misingi ile minne ambayo ni ibada, haki, amani na maendeleo. Majukumu ya EWA yako ndani ya kanisa na jamii zinazohusika katika kupinga, kufichua na kukomesha unyanyasaji wa wanawake katika jamii dhidi ya haki zao, katika ibada na maendeleo yao ya kielimu na kiuchumi. Basi nitaainisha majukumu yangu katika ile misingi minne ya kanisa letu kama ifuatavyo. Katika ibada nitasimamia kwa misingi yetu kufuata liturujia ya kanisa letu, ikiwa ni pamoja na kuongoza watoto na vijana wadogo waweze kuelewa na kukomaa vyema katika misingi hiyo. Haki, kuongoza harakati za kidini na kijamii zitakazoleta tija katika kuondoa dhuluma, unyanyasaji na ukatili dhidi ya wanawake na watoto ndani ya kanisa na ndani ya Tanzania kwa ujumla. Pia sitaruhusu aina yoyote ya upendeleo ndani ya kanisa, maana upendeleo ni chanzo cha maumivu ya wengi ya wanawake mbele ya haki. Amani, nitafanya kazi za EWA ziletazo amani kwa kina mama wote na kuwaongoza watoto na vijana wadogo katika kulitimiza hilo. Shauri na kuelekeza miradi mbalimbali ya maendeleo kuanzia ngazi za maparish hadi jimboni,
ambayo itasaidia katika kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Hivyo basi ni wito wangu kwa EWA kuanzia ngazi za maparish hadi jimboni kuanza mchakato ya kuwa na miradi ya kijamii na kiuchumi itakayosimamiwa na akina mama wenyewe. Na mwisho wa siku lengo ni kuwasaidia kina mama wenyewe na familia zao. Majukumu ni mengi katika familia, basi tunaamini tukijipanga vema na tukawa na nidhamu bora ya kufuata ushauri wa kitaalamu, basi matokeo yake yatakuwa mazuri sana na yataweza kupunguza mizigo mikubwa ambayo familia zetu imezibeba. Katika ziara yetu tuliyofanya wiki iliyopita, tumekutana na vijana na wasichana na wavulana ambao wamemaliza shule ya msingi, lakini kutokana na changamoto mbalimbali ambazo familia zao zinapitia, hilo kundi limesahaulika. Na jamii inayotuzunguka katika kusaidia katika maafa mbalimbali, kuwapa faraja wajane, wagonjwa, wasiojiweza, yatima na wanaoishi katika mazingira magumu. Kitengo hiki cha faraja, misaada na matumaini kwa wote ndani ya miezi kama 7 tangu kuanzishwa kwake kimefanikiwa kufanya yafuatayo. Kwanza, tulitoa msaada wa chakula Pemba Moto, Chiwe, Mnyune na Lengaji kipindi cha sikukuu za kikanisa na kitaifa. Pia tumejenga nyumba ya muumini wetu mmoja aliyeunguliwa na nyumba yake ya moto na kuirudisha jinsi ilivyokuwa mwanzoni hapa Mlali Yehu. Tumetoa sinki la maji safi kwa ajili ya wenzetu Waislamu wa msikiti wa Mpwapwa katika kusaidia wakati wa kwenda kusali. Pia tunatoa mafunzo ya masomo ya jioni bure bila malipo kwa watoto zaidi ya 200 huko Mpwapwa wanaojiandaa kufanya mtihani wa darasa la 7. Madarasa yetu yanaunganisha darasa la 5 na la 6. Pia tunatoa mlo wa asubuhi kwa watoto wanaokuja katika ibada katika maeneo tofauti katika vijiji kadhaa. Hii yote tumeweza kufanya kwa kujitolea sisi wenyewe kama familia, Wakristo wenzetu na marafiki wetu wa karibu wenye mapenzi mema. Wiki hii pia tulipokuwa kwenye ziara Mkoka, tulifanya ibada yetu katika kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Kituo hicho kina watoto 127 wa kike na wa kiume wenye ulemavu mbalimbali. Tulikuta wasioona, wasiosikia, wenye usonji na pia wenye ulemavu wa viungo mbalimbali. Tuliguswa sana na wale watoto, na kama mkurugenzi wa taasisi ya EAR katika risala yao waliomba wheelchair, vile ni viti maalum vya kutembea, nguo, vifaa vya shule na vyoo maalum kwa mahitaji ya ulemavu wao. Pia walimu walituomba vitendea kazi kwa ajili ya kufundishia. Nikiwa kama mama askofu na mlezi wa EWA na pia mkurugenzi wa EAR, naahidi kuwaletea viti maalum walivyoviomba kwa ajili ya kusaidia kutembea. Pia nitaongezea kiti maalum kwa ajili ya kuogea na kwenda kujisaidia. Pia nitarudi katika kituo hicho kabla ya kurudi Marekani ili kukaa na walimu na watoto hao kwa mazungumzo ya kina juu ya kuona ni jinsi gani kanisa letu lifanyike baraka kwao. Vile vile tuna kituo ambako kiko cha Mhawi, kina watoto takriban 250 yatima. Mchungaji Festo na mke wake wanafanya kazi kubwa sana tukishirikiana nao katika kuwafariji wale watoto kwa kidogo chochote kile tulicho nacho. Mimi mama yenu nawapenda sana na nitazidi kuwaongoza na kuwaombea. Kwa wale ambao mtakaoguswa kutoa sadaka au chochote kile kwa ajili ya ofisi yetu hii ya msaada na huruma, basi wasiliana na mimi binafsi au naibu katibu mkuu Philip Haji, au kuweka chochote katika akaunti yetu iliyoko NMB, akaunti namba 24010021
090 ya Episcopal Anglican Committee. Basi ningeomba niseme tena, siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na furahia. Bwana utuokoe, twakusihi. Bwana utufanikishe, twakusihi. Mungu awabariki wote. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.